natamani nikupe habari za maandiko haya ambayo tunasoma jioni ya leo. Tumesoma mstari kutoka katika kitabu cha Kutoka, kinatupa historia za taifa la Israeli baada ya kuwa limekaa utumwani miaka 400, huku likiwa limepitia mateso yasiyo ya kawaida, huku likiwa limepitia misiba ikiwa isiyo ya kawaida, na wala hapana mwanadamu yote ambaye aliweza kuwasaidia kutoka katika utumwa huo. Biblia inaniambia kwamba walilia kwa muda mrefu, walipitia mateso ya kutosha, walipitia kila aina ya misiba, lakini hakuna mwanadamu aliyeweza kuwatoa katika msiba huo. Na ngoja nikuambie jambo moja, unapopitia katika mateso, unapopitia katika misiba, unamhitaji mtu ambaye ana uwezo kuliko wewe ili aweze kukutoa mahali ulipo. Unahitaji mtu ambaye ana nguvu kuliko wewe ili aweze kushika mkono akutoe mahali ulipo. Ndio kuwa maisha yako. Unaishi maisha mengi kwa mateso, umekosa msaada, umetafuta kila mahali mama, umewatafuta waganga uende ukamwambia kwamba watakutoa katika mateso, umehangaika katika dhambi kwa muda mrefu, kila mahali umehangaika, lakini bado haujapata mtu sahihi wa kukutoa katika msiba wao. Lakini jioni hii leo ninalo neno kwako Musa, ya kwamba yupo mtu Musa ambaye amepimwa kwa ajili ya maisha yako. Amesikia msiba wako, ameona kilio chako, ameona mateso yako, yuko hapa jioni leo kukutoa katika msiba na mateso ulionao. Amina.